Karibuni tena wapenzi watazamaji katika mfululizo wetu wa vile vipindi vya Sabasaba na PPR. Jina langu ni Pascal Mayala. Karibuni. Kama kawaida ndani ya vipindi vyangu vya Sabasaba na PPR, kila siku lazima nipite katika banda la Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Wakati Sabasaba inasherehekea miaka 50, TRA wanaadhimisha miaka 30. Niwaingize basi hapo ndani ya banda la TRA muweze kuona wametuletea nini. Karibuni. Naitwa Richard Kayombo, ni mkurugenzi wa elimu wa mlipa kodi na mawasiliano kutoka TRA. Niko hapa leo kwenye banda hili la TRA kwa lengo moja, kuja kuonyesha wananchi kwamba tuna nini katika banda letu. Lakini pia kwenye banda hili tunaeleza mambo mbalimbali, tunatoa elimu na pia tunatoa huduma kwa kuzingatia mahitaji ya walipa kodi wetu. Na hapa tuna mikoa yote ya kikodi wanashiriki kwenye banda hili, idara zetu mbalimbali zinashiriki kwenye banda hili kuhakikisha kwamba mlipa kodi na mteja wetu anapata kila anachouliza kwa wakati wote. Na pia tukizingatia kwamba sasa tunaanza mwaka wa fedha mwingine, kwa kifupi ni kwamba tunahakikisha kwamba sheria zote za kodi ambazo zimepitishwa na bunge letu hivi karibuni zinakuwepo na pia wanaweza kuelezwa vizuri zaidi namna ya utekelezaji wake. Tunajenga mahusiano na walipa kodi wetu na wadau wengine kwa ujumla, na pia tuna vilabu vya wanafunzi hapa ambao tunajenga walipa kodi wa baadaye, kwa sababu wasipojengewa wachoweka vizuri inakuwa inaleta shida kidogo. Inafanya tuwaonyeshe kwamba kodi wanazolipa ndio zinarudi kwa wananchi kuwasaidia. Kama unavyoona hapa nyuma yangu hapa kuna vitu mbalimbali vimefanyika na kwa kodi zetu, na kwa hivyo ni wasihi sana wananchi watembelee banda letu ili waweze kujifunza zaidi. Naitwa Dr. Shuweiha Salum Halfan, ni afisa mkuu elimu kwa walipa kodi na mawasiliano kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Hapa ni katika eneo la kumbukumbu ya miaka 30 ya TRA. TRA tangu kuanzishwa kwake imetimiza miaka 30. TRA imeanzishwa mwaka 1966 hadi tunavyoongea Julai hii, na maana TRA tayari imeweza kukua kwa muda wa miaka 30. Kumbukumbu hizi ambazo tunaziongea ni miaka 30 ya kuanzishwa, kukua na kuboreshwa kwa sheria za kodi pamoja na usimamizi wa kodi. Lakini pia katika miaka hii 30 tumeweza kuona kwamba ni miaka ya mafanikio katika lengo kubwa la TRA ambalo ni kukusanya kodi. Kama tunavyoona tarakimu zilizokuwepo nyuma yako hapo, hizo taarifa zinaonyesha ya kwamba TRA tumeweza kukusanya mapato kwa kipindi chote cha miaka 30, na kwa kweli tumeweza kufanya vizuri katika miongo mingi ya ukuaji wa uchumi tangu kuanzishwa kwa TRA hadi kufikia miaka 30 hii mwaka 2026. Kwa ujumla katika mwaka wa kwanza wakati wa kuanzisha TRA mwaka 1997, TRA iliweza kukusanya shilingi milioni 532. Lakini tunavyozungumza kwenye mwaka wa 30 wa TRA mwaka 2025-26 June, TRA imeweza kukusanya shilingi trilioni 37. Kwa kweli haya ni makusanyo makubwa, na kwa kweli hii inaonesha namna gani TRA tumeweza kushirikiana na walipa kodi katika kufanikisha hili jukumu kubwa ambalo tumepewa TRA la kukusanya kodi kwa ajili ya kusaidia serikali kuweza kutoa huduma bora kwa jamii. Katika mafanikio haya, kwanza kabisa tunapenda tuwashukuru walipa kodi wote wa Tanzania. Kwa kweli bila wao sisi tusingeweza kufika malengo haya. Tunawashukuru walipa kodi wote wakiwemo wafanya biashara, wawekezaji, lakini hata raia wa kawaida, sisi ambao tukinunua bidhaa tunalipa kodi zetu kwa hiari. Lakini pia tunapenda kuwashukuru viongozi wetu wakubwa wa serikali akiwemo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Almini, Rais wa Zanzibar, ambaye kwa ujumla wamekuwa kitusihi sana tuishi vizuri na walipa kodi, na mashirikiano haya kwamba ndiyo njia bora ya kuweza kujenga imani ya TRA kwa walipa
walipa kodi pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa kweli maono yao haya yameweza kutufikisha katika mazingira mazuri ya mashirikiano, na ndio maana leo tunajisifia kwamba tumeweza kuvuka malengo kwa kiasi kikubwa na katika kiwango kikubwa kwa muda wa miaka 30 yote. Lakini pia pongezi hizi tunazipeleka kwa viongozi wetu wa TRA, viongozi pamoja na wafanyakazi. Kwa kweli viongozi wamekuwa kituongoza vizuri, na vijana tumekuwa tukipata motivation mbalimbali. Kwa maana hiyo vijana sisi tupo tayari kufanya kazi na kushirikiana na walipa kodi. Kwa kweli TRA tumejitoa sana na tuko tayari kufanya kazi kwa uweledi na uaminifu. Sasa hivi TRA imejaribu kuangalia na kumuona mlipa kodi kwamba ndiyo jicho lake, customer centric focus. Tunamuangalia mlipa kodi kama ni mdau muhimu katika kutufikisha malengo ambayo tumepangiwa. Kwa maana hiyo TRA katika kuboresha hizi huduma tayari imeshaweka miundombinu maradufu, ikiwemo kuanzisha mifumo mbalimbali. TRA tumeanzisha mfumo mkubwa wa IDRAS ambao utamsaidia mlipa kodi kutimiza wajibu wake. Kwa kutumia mfumo huu mlipa kodi hana haja ya kufika ofisini, anatakiwa kukaa mwenyewe katika ofisi yake na akasajili biashara yake, akapata nambari ya utambulisho wa mlipa kodi hata akiwa katika maeneo yake ya ofisi. Lakini mlipa kodi yoyote anatakiwa atoe risiti za kielektroniki. Wakati wa kutoa risiti anaweza kutumia mfumo wetu huu, akatoa risiti za kielektroniki na taarifa zikaja TRA, na yule aliyenunua bidhaa akamrushia risiti yake kwenye simu yake ya mkononi. Lakini pia mfanya biashara ana wajibu wa kuwasilisha ritani TRA. Zamani ilikuwa lazima aje na makaratasi, lakini sasa hivi kwa kutumia mfumo huu anaweza akakaa nyumbani masaa 24 pahala popote na akatuma ritani zake bila shida. Lakini kama mlipa kodi ana wajibu wa kulipa kodi yake ambayo anastahiki. Sasa hivi kwa kutumia mfumo huu wa IDRAS anaweza kulipa kodi yake akiwa eneo lolote duniani popote na muda wowote kwa kutumia hata simu yake ya mkononi. Kwa kweli hii ni mifumo ambayo tumeiweka kwa lengo la kumsaidia mlipa kodi atimize wajibu wake ndani ya muda na kuepuka zile adhabu za kuchelewa kulipa, za kuchelewa kujisajili. Kwa maana hiyo tumeweka hii mifumo kumsaidia mlipa kodi, na tunatarajia iwapo watatumia mifumo hii na sisi tupo kuwasaidia, basi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Lakini ukiachia shukrani na maendeleo na mipango ya TRA katika kuwahudumia walipa kodi, pia ndani ya miaka 30 tunapenda kuwakumbuka na kuwashukuru viongozi wetu wakuu wa TRA waliopita ambao walitumikia TRA ndani ya miaka 30. Mwaka 2024 hadi leo tukampata Kamishna Bwana Yusuf Juma Mwenda, ambaye kwake haikuwa shida sana kusimamia hii taasisi kwa sababu tayari kuna misingi mizuri iliyowekwa na viongozi waliopita, na tayari vijana tulikuwa tuna utamaduni wa kazi. Kwa maana hiyo kwake tunaamini haitokuwa kazi ngumu sana, na hiyo ndio maana tunaweza kuona tangu walipoingia kwenye hii nafasi tumeweza kuvuka katika kipindi chote hicho. Kila mwezi tumeweza kuvuka malengo tuliopangiwa, lakini hata kila mwaka tumeweza kuvuka malengo. Kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wetu hawa na tunashirikiana nao, na sisi tunaahidi kuendelea kujituma kwa uweledi, kwa uaminifu, kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa walipa kodi ili kuisaidia serikali kuweza kutoa huduma bora za jamii. Asanteni sana, karibuni TRA. Fraterini Asenga, afisa kodi kutoka mkoa wa kodi Temeke. Katika hii booth yetu tunadili na huduma mbili ambayo ni huduma ya leseni za udereva na vyombo vya moto pamoja na huduma za kimtandao. Katika huduma ya leseni za udereva tunawasaidia walipa kodi au tunawasaidia wateja wetu katika kufanya maombi mapya ya leseni za udereva. Tuna huduma ya vyombo vya moto. Katika vyombo vya moto tunawasaidia wateja wetu katika upande wa kuwaonyesha au kuwafundisha ni namna gani watafanya maombi mtandaoni katika usajili wa vyombo vyao vya moto kama vikiwa ni vipya. Lakini kuna huduma ya kuhamisha umiliki. Chombo kilisajiliwa kwa mmiliki A na sasa kinahamia kwa mmiliki B, basi tunamsaidia kufanya maombi ya kuhamisha umiliki. Aidha inaweza ikawa aliuza hicho chombo au alitoa as gift, basi tunamsaidia namna ya kufanya maombi ya mtandao. Lakini pia katika hiyo huduma wa vyombo vya moto kuna namna ya kufuta umiliki. Pia nao tunawasaidia jinsi ya kufanya maombi kwenye mfumo ili aweze kuanzisha mchakato wa kufuta umiliki. Lakini kwenye vyombo vya moto pia kuna huduma ya kuchange condition. Mfano gari alinunua likiwa na rangi ya njano,
sasa amebadilisha rangi kuwa nyeusi, tunasema pale amechange condition. Tunamsaidia namna ya kufanya maombi ili kadi yake itapotoka isome na condition ya sasa hivi ya gari inavyosoma. Lakini pia tuna huduma za kimtandao. Huduma za kimtandao ni kwa wale wateja ambao wanafanya huduma zao wenyewe kwenye mtandao. Hapo kuna huduma nyingi wanaweza wakafanya. Kwa hiyo kuna kundi la wateja ambao hawajui kabisa na hawajawahi kuwa na akaunti ya mtandaoni kwa maana ya lango la mlipa kodi au taxpayer portal, basi tunawasaidia namna ya kujisajili kwanza ili aweze kuwa na hiyo akaunti ya lango la mlipa kodi. Baada ya kujisajili, tutamwelekeza namna ya kupata huduma mbalimbali za kimtandao. Mfano, kuna huduma ya kuwasilisha ritani za kikodi. Tuna ritani kama 4 za kikodi. Ritani ya kodi ya mapato ambayo hiyo inawasilishwa kwa individual na entity. Lakini pia kuna ritani ya kodi ya zuio katika mshahara, tunasema pay as you earn, ambayo hiyo inawasilishwa na muajiri, atakata kwa wafanyakazi wake kulingana na reti zilizowekwa. Ritani hiyo inawasilishwa kila baada ya mwezi unapoisha, anapewa siku 7. Tunamuonyesha ni namna gani anaweza kuingia kwenye mfumo na anaweza kufaili hiyo ritani. Lakini tuna ritani nyingine ya kodi ya uendelezaji ufundi stadi kwa maana ya SDL. Hiyo ritani inachajiwa kwa mwajiri na inatoka kwenye jumla ya mishahara anayowalipa wafanyakazi wake, ikiwa pamoja na ana wafanyakazi kuanzia 10 na kuendelea. Lakini pia kuna ritani ya kodi ya ongezeko la thamani kwa maana ya VAT. Hii ritani wanaowasilisha ni wale wote ambao wamewasajiliwa na kodi hiyo, kwamba akisajiliwa kupata VRN basi atapaswa kuwasilisha kodi hiyo. Kwa majina anaitwa Rafa Makame, ni afisa uhusiano kwa upande wa forodha kitengo cha trade facilitation. Sisi kama forodha tunahakikisha tunakusanya kodi kupitia ushuru na kodi kwa mujibu wa sheria. Vile vile tunalinda jamii kupitia bidhaa ambazo zinaletwa nchini. Tunaziangalia bidhaa hizo, je, hazijapigwa marufuku? Je, bidhaa hizo zinafaa kwa matumizi ya binadamu? Kutokana na hizi bidhaa ambazo zinakuja, kuna bidhaa tofauti tofauti, kwa hiyo lazima tuzichakate kama afisa forodha zinavyoingia hapa nchini kwetu. Vile vile tunapelekea mahusiano mazuri na wafanyabiashara kupitia mitandao ya sasa. Tunatumia mifumo ya kielektroniki ambayo ni TANSIS kwa upande wa forodha. Vile vile kuna kwa upande wa wakala wa forodha wanatumia TANESU. Mifumo hii inapelekea urahisishaji mzuri zaidi wa kuweza kukusanya mapato, kukusanya kodi ya serikali ili uchumi wetu uweze kukua. Napenda kutoa wito kwa wananchi wote waliokuwepo wafike mabanda ya Sabasaba ili kuweza kupata elimu zaidi ya upande wa forodha, namna ya kuleta bidhaa, namna kujua sheria zipi zitamuongoza yeye kama kuleta bidhaa zake hapa nchini. Naitwa Zaituni Daudi Mavura, Tax Management Assistant number 1. Kwenye booth yetu tunachofanya ni kufanya makadirio na pia kuissue TIN. Tunawapa pia na ushauri kuhusu makadirio ya kodi, lakini pia tunafanya process ya TIN kwa watu wenye namba ya NIDA na ambao hawana namba ya NIDA. Kwa hiyo tunawapiga picha na kupata ile biometrics ya vidole. Kwa vyote hizi huduma zote zinapatikana hapa kwenye booth yetu. Kwa majina naitwa Mumeni Mwenye, ni mwakilishi kutoka kampuni ya Ecopoint Properties Limited ambao ni approved vendors wa VFD machine. Niko hapa na supplier wenzangu akiwemo Mbwene Konzo Limited, Smart EFD na Web Technology. Katika msimu huu wa Sabasaba tuko hapa katika jengo la TRA kupatia huduma wewe mlipa kodi kuhusiana na mfumo wetu mpya wa VFD. Leo nitazungumzia maana na faida za kutumia mfumo huu wa VFD kwa mlipa kodi. VFD kirefu chake ni Visual Fiscal Device, ni mfumo wa kielektroniki wa risiti za kodi. Kwa maana rahisi, VFD ni mfumo ambao unamrahisishia mlipa kodi kutoa risiti kwa haraka na rahisi zaidi. Faida za kutumia mfumo huu wa VFD Plus, ya kwanza, VFD haimlimiti mfanyabiashara kuandika jina la bidhaa ambayo anauza katika biashara yake ama huduma anaoitoa katika biashara yake. Lakini vile vile VFD, ukiwa na mfumo huu wa VFD unamrahisishia mfanyabiashara kutuma Z-report automatically pale anapodraft receipt yake. Lakini faida nyingine kubwa pia inamsaidia mfanyabiashara kujua mauzo yake ya siku, mwezi pamoja na mwaka husika. Tuko hapa
Sabasaba katika banda la TRA kukupatia wewe mfanyabiashara ama mlipa kodi huduma nzuri kabisa ya VFD. Karibuni sana, niwatakie mchana mwema. Basi wapenzi watazamaji, kutokana na umuhimu wa TRA kwa taifa letu, umuhimu wa kodi na kulipa kodi kwa maendeleo yetu, kila siku katika hizi siku za saba zilizobakia tutakuwa tunakuja kidogo kwenye banda la TRA kwenye kipindi hiki cha Sabasaba na PPR, na kipindi cha TRA ni pia kusherekea miaka yao 30 ya mafanikio toka pale walipoanza mpaka sasa. Nyinyi wapenzi watazamaji mlioko huko nyumbani, mkija Sabasaba kicheni kabisa, lazima mpite banda la TRA mwende mkashuhudie mafanikio ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Tunaendelea na Sabasaba na PPR.